tuungane watatu wanawake duniani kote, serikali ya Zanzibar ili kuzuia tunapata baraza la mapinduzi kuongoza wizara ya wanawake, wizara ya maendeleo ya zamani ya wanawake, wizara ya maendeleo ya jamii, jinsia, wazee na watoto. Na hili ni lengo kubwa sana kuweza kuhakikisha sasa wanawake, lakini hata na wanaume, wanawake na wanaume wanapata ile haki yao sawa. Lakini chini ya wizara yetu hii kuna idara maalum ambayo imeundwa, idara ya maendeleo ya jamii, jinsia na watoto. Ile special inashughulikia na mambo ya jinsia, lakini pia inashughulikia mambo ya watoto. Vile kuna sera zetu ndani ya idara hii ambayo tunasimamia sera ya jinsia ambayo pia tulianzisha kuwepo toka mwaka 2016. Mwaka huu tumefanyia marekebisho, mwaka huu 2026 itatoka baada ya miaka 10 tunatoa sera mpya ambayo tumeifanyia maboresho mbalimbali. Lakini pia kupitia idara hii tuna sheria ya mtoto namba 6 ya mwaka 2011 ambayo hiyo inasimamia haki zote za mtoto, na yenyewe pia tunaifanyia mapitio, na soon tutakuja na sheria ya mtoto ambayo imeboreshwa zaidi. Kwa lako ni sababu iliyofanya wanawake waamke zaidi ni serikali kuwaongeza zaidi kwenye elimu kwa wanawake, ili kuweza kuondoa ujinga, ili kuweza kuondoa dhulma, ili kuweza kuondoa unyanyasaji kwa wanawake na watoto kwenye jamii. Ni kumpa elimu mwanamke, kumwezesha katika nyanja zote kielimu. Hilo serikali imefanya. Sasa wanawake wengi sana wamesoma, sasa wanawake wengi sana wanashika madaraka mbalimbali ya uongozi, na ndio maana sasa ule uamko wetu umekuwa mkubwa kwa kusini, kaskazini, magharibi na mashariki, huku imeinuka kwa pamoja, na ndio maana sasa sauti ya wanawake inasikika kwa siku. Wanawake wote wa Zanzibar na Tanzania kuunganisha nguvu ya pamoja kuweza kuhakikisha tunafikia ule usawa wa kijinsia kama ilivyokuwa na serikali ifikapo 2050 tufikie na ile 50-50 kati ya wanawake na wanaume katika nyanja mbalimbali, katika madaraka mbalimbali, katika uongozi mbalimbali, kisiasa na kiuchumi, kibinafsi. Wote huko tuone ile usawa wa wanawake na wanaume, au kwa wanawake imekuwa juu zaidi kuliko wanaume, na hiyo itahitaji sasa wanawake hao kukaa kwa pamoja, lakini na kupata wanaume wa mfano, wanaume ambao wako tayari kusimama kuhakikisha mwanamke anastawi, mwanamke anajiweza kiuchumi. Kwa kila mwanamke asimame kwenye nafasi yake kuhakikisha kwanza analea vizuri watoto wake nyumbani, watoto wake wakielewa, wanapotoka kwenye mazingira kuchanganyikana na watu, watoke watoto wakielewa sisi ni nani, haki zetu ni nini, nani hapaswi kufanya hichi na nani hapaswi kufanya hichi.